Kwa mara ya kwanza toka tumeanza uchaguzi wa vyama vingi, uchaguzi wa mwaka 2025 umekuwa ni wa amani na salama kabisa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini mwaka huu vile vile tumeshinda kwa kura za heshima kwa majimbo tuliyoyapata kwa ubunge na uwakilishi, na kwa kura za rais wa Zanzibar za 75%, maana ni 74.8, ni kura za heshima katika nchi yetu hii, na haya yalifanikishwa na ngazi zote za uongozi wa chama chetu kuanzia shina mpaka afisi kuu pale. Kwa hiyo nasema hongereni sana, asanteni sana. Ndugu zangu, nitasema maneno mengine na mnaweza mkajiuliza kwa nini kayasema yote haya. Nitangulie kujibu kabisa swala hilo kwamba pamoja na shukrani tunazopeana, bado tuna wajibu wa kukumbushana kuhusu kazi za kukijenga chama chetu. Kwa hivyo mniruhusu niseme maeneo machache kwa ufupi kabisa, maeneo kama 4 hivi au 5, lakini nitasema kwa ufupi. Eneo la kwanza, tuendelee kukumbushana juu ya uhai wa chama. Uhai wa chama. Chama cha siasa lazima kiwe hai wakati wote, na uhai wa chama ni wanachama wake. Wanachama wetu waendelee kuelimishwa juu ya wajibu wao. Ndugu zangu, mwanachama asiyejua wajibu wake hawezi kutusaidia sana, na nitatoa mifano baadaye. Lakini uhai wa chama ni watendaji kufanya majukumu yao. Vile vile uhai wa chama ni vikao. Lazima tufanye vikao vyote vya kikatiba, vikao vyote vinavyotakiwa kufanyika vifanyike. Bahati mbaya sana, kuna wakati unaangalia taarifa ya chama, unaona idadi ya vikao vinazidi vile vikao vya kikatiba. Maana yake ni kwamba taarifa hizo huwa zinaandikwa tu, tumekaa. Tuhimizane kuhusu uhai wa chama, na hapa nataka nitoe mfano wa umuhimu wa uhai wa chama. Sisi katika Tanzania wanachama wa Chama cha Mapinduzi tuko milioni 13. Unategemea kabisa kwamba wanachama wetu tu wakipiga kura tumeshashinda kwa asilimia kubwa, lakini sivyo inavyokuwa. Na mwaka huu wakati wa kampeni, moja katika mambo ambayo nilikuwa nayasisitiza sana ilikuwa ni kuhakikisha wanachama wetu tunawatoa wende wakajiandikishe katika daftari. Tulitumia juhudi kubwa sana kufanya kazi hiyo, lakini vile vile tukaambizana kwamba ngazi zote kuanzia shina tuhakikishe wanachama wetu wanakwenda kupiga kura siku ya kupiga kura. Hapa unaona wazi kabisa kwamba wanachama wengi ule wajibu wao kama wanachama hawaujui. Maana wangekuwa wanaujua, tusingepata tabu ya kuhimizana kiasi kile. Kila mtu anajua kazi ya kwanza ya chama cha siasa ni kuhakikisha tunashika dola. Dola unaishikaje? Ni kwamba lazima ujiandikishe katika daftari, uwe na uhalali wa kupiga kura, lakini siku ya kura lazima uende ukapige kura. Vinginevyo utakuwa ni mwanachama, lakini si mwanachama aliye hai, si mwanachama anayekisaidia chama chake kushinda. Chama ambacho hakina umoja, chama chenye makundi, hakiwezi kuwa chama imara. Sasa tumeingia kwenye uchaguzi, tulikuwa tuna makundi kwa sababu wagombea walikuwa wengi, kila mtu kashika anapotaka. Lakini baada ya uchaguzi tuvunje makundi, letu liwe moja, sote tuwe kundi letu ni CCM. Na hili nalisema na hususan katika ngazi ya ubunge na uwakilishi. Hapa tuna tatizo bado. Kila mwaka tunapomaliza uchaguzi watu wanaendeleza makundi katika chama. Tuache kundi letu sasa hivi iwe ni CCM, Chama cha Mapinduzi, maana uchaguzi umeshakwisha. Wewe mbunge ambaye umeshinda, una haja gani ya sasa hivi kuendelea kuwabagua wafuasi wako?
Taarifa tunazo, mwakilishi anakwenda jimboni anasema ninatoa kitu hichi, labda anatoa zawadi fulani, lakini kwa watu wake tu, wengine hawapo. Ukifanya hivyo, maana yake ni wewe unaendekeza makundi. Sasa hivi hakuna kundi la mbunge na mwakilishi, kuna kundi la Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, hili ninalisema kwa sababu linatupa tabu sana katika chama. Mara zote tunagawanyika kwa sababu ya makundi haya, na hivi karibuni tunakwenda kwenye uchaguzi wa chama mwaka 2027. Makundi yatakuwepo, hatusemi kwamba hayapaswi kuwepo, kwa sababu wagombea watakuwa wengi, kila mtu ana watu wake. Lakini tukishamaliza uchaguzi, msiyaendeleze makundi, wote tuwe kitu kimoja. Aliyeshinda kashashinda, kilichobaki ni kukijenga chama. Eneo la tatu ni eneo la uchumi katika chama. Chama lazima kiwe kina uchumi mzuri, kwa sababu tunahitaji rasilimali. Unapotaka kujenga chama madhubuti, lazima uwe na uwezo wa kifedha. Tunahitaji matawi yajengwe, mazingira yetu ya kazi yawe mazuri katika ngazi zote. Tunahitaji kuwalipa watendaji wanaoacha majukumu yao wakakaa katika ofisi zetu siku nzima, lazima walipwe. Tunahitaji vyombo vya usafiri, tunahitaji stationery, tunahitaji fedha au posho za vikao. Haya yote yanataka fedha. Sasa chama kisichokuwa na uchumi, haya hayawezi kutekelezeka. Matokeo yake matawi yanafungwa, watu hawakai kule, wanaenda kutafuta maisha kwa sababu hatuwalipi. Matokeo yake tuna chama ambacho ni dhaifu kwa sababu hatuna uwezo mzuri wa kifedha. Sasa tufanyeje? Tunazo rasilimali za chama, assets. Tuna maeneo mazuri. Chama hiki, kama kuna chama kina maeneo mazuri ya biashara, ni CCM. Tuyatumie vizuri, tujenge majengo ya kisasa, tujenge maeneo ya biashara, tupate kipato ili tukiendeshe chama vizuri. Sasa natambua kwamba mjini kule wao wana maeneo mazuri sana, ambayo nimewaahidi kwamba tutatafuta uwezo au uwekezaji mkubwa ili waweze kupata kipato wakiendeshe chama. Kusini huku na nyinyi tutafute maeneo ambayo yatatupa kipato kwa kujenga miradi mikubwa. Leo wenzetu chama cha siasa au chama cha ANC Afrika Kusini wana majengo ya biashara mpaka Dar es Salaam pale. Jengo linalotumiwa na Benki ya Dunia, ofisi ya Benki ya Dunia Tanzania pale Dar, ni jengo la chama cha ANC. Yaani huko kwao wamejenga, wamekuja mpaka kulinda kwetu, na sisi lazima tufanye hivyo. Leo huko kusini kuna maeneo mazuri ya biashara, ya utalii. Kwa nini hatuna hata eneo moja la Chama cha Mapinduzi tukasema hapa tutafute wawekezaji wakaeke hoteli ili na sisi tufaidike? Kwa hivyo tutaangalia maeneo ambayo tunaweza kuyapata ili kukijengea uwezo chama chetu kiuchumi. Lakini na nyinyi nyote, yale maeneo yenu madogo madogo mazuri, kwa mfano wakati Tunguu na maeneo mengine, na haya ninayosema kwa chama na jumuiya zake, hebu tuondokane na yale mawazo ya vibiashara vidogo vidogo. Unakuwa na eneo zuri kama pale CCM mkoa wa Amani pale mkoa, lakini una viduka vidogo vidogo, watu wanalipa 100,000, 200,000, haitusaidii tena. Sasa tubadilike. Eneo la Tunguu ishakuwa mji huu, sasa tuwe na vitu vya maana Tunguu hapa, tuingize kipato. Kwa hivyo ninachotaka kusema ni kwamba chama hiki tukijenge kiuchumi ili kazi zetu zifanyike vizuri. Eneo la 4, ndugu zangu, ni swala zima la utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Nataka kuamini kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 tumefanya vizuri kwa sababu tulitekeleza mambo mengi katika ilani yetu ya 2020-2025. Ahadi yangu kwenu, ndugu viongozi mlioko hapa,
ni kwamba 2025-2030 serikali ya awamu ya 8 katika kipindi hiki cha pili tutaweka jitihada za ziada katika kutekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Maeneo ya afya, maeneo ya elimu, maeneo ya barabara, maeneo ya viwanja vya ndege, maeneo ya bandari, umeme, barabara, viwanja vya michezo, yote tutaweka mkazo mpya. Kipindi hichi cha miaka 5 ya sasa mpaka 30 tutafanya mambo makubwa. Natambua kwa mkoa huu wa Kusini mambo mawili tukiyafanya kwa haraka. Changamoto kubwa ambayo wanapata wananchi huku sasa hivi ni barabara kutoka Tunguu mpaka Makunduchi, na bahati nzuri tayari mkandarasi yuko site. Katika kipindi kifupi kijacho, barabara ya Tunguu Makunduchi itakuwa njia 4 yenye taa kutoka hapa mpaka Makunduchi. Natambua kwamba sasa hivi imeharibika sana kwa mvua hizi, lakini naomba tuduote subira. Baada ya muda mfupi tutakuwa na barabara ya aina yake katika mkoa wa Kusini. Lakini vile vile natambua kuna tatizo la maji, pamoja na kwamba wilaya ya Kati imepata miradi ya maji tayari, wilaya ya Kusini bado kuna tatizo la maji. Tutahakikisha kwamba tunakuja na mradi mkubwa wa maji kama ule ambao tunao wa mkoa wa Kaskazini, ili wilaya ya Kusini pamoja na maeneo ya Kati yaliyobaki tuhakikishe tunapata maji ya uhakika katika maeneo yote. Najua kule Jambiani, Haje mpaka Makunduchi, Kizimkazi, kote kuna shida ya maji. Tutahakikisha kwamba tunaondoa tatizo kwa mradi mmoja mkubwa, maana kule Kaskazini tuna mradi mmoja ambao ni mkubwa, mkoa mzima tunamaliza tatizo la maji. Hivi karibuni tutaingia mkataba wa upande wa Kusini ili nako tumalize tatizo la maji. Lakini mambo mengine ya elimu, shule za ghorofa za sekondari na za msingi, dakhilia, upande wa vituo au vyuo vya amali, afya. Kwenye afya kazi iliyobaki, hospitali za wilaya tayari, bado hospitali ya mkoa nayo iko njiani inakuja, hospitali ya mkoa wa Kusini. Michezo, tunaendeleza sasa kiwanja cha kisasa kabisa cha AFCON. Mwaka 2027 tutakuwa na mashindano makubwa ya AFCON. AFCON ni mashindano ya Afrika ya mpira wa miguu. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi wa kiwanja cha kisasa kabisa kule Fumba kwa ajili ya michezo ya mashindano hayo ya AFCON. Lakini AFCON sio uwanja tu, maana yake ndani yake kuna barabara, kunatakiwa hospitali, kunatakiwa mahoteli, tunabidi tujipange kweli kweli. Na mkipita sasa hivi mjini pale, mtaona pale ZRA pale tumeshaanza kujenga barabara ya njia 6 kutoka pale mpaka Fumba, njia 6. Hiyo itakuwa barabara ya kwanza Zanzibar yenye njia 6, 4 zinakwenda 4 zinarudi, na pembeni kuna njia za mabasi kila upande. Hii itakuwa ni ufumbuzi mkubwa wa tatizo la foleni katikati ya mji wa Unguja. Ndugu zangu, mara nyingi nikizungumzia maendeleo, wapo wanaosema hayo ni maendeleo ya vitu tu, vitu kuhusu maendeleo ya watu. Tunaendelea kuhakikisha kwamba tunaboresha maslahi ya wafanyakazi. Hivi karibuni tumetoa kima cha chini kutoka 300,000 mpaka 500,000. Wazee tunawaangalia kutoka 20,000 mpaka 50,000. Haijatosha, najua wazee nitawaangalia, tuwafundishe nao wapate kiba kizuri zaidi katika siku za karibuni. Wastaafu, tutaendelea kuboresha maslahi ya wastaafu, lakini vile vile tutahakikisha kwamba tuna mpango maalumu ya kuwapatia makazi ya kisasa wale wote ambao kwanza wako serikalini, lakini kwa wale wote ambao tunawahamisha kupisha maendeleo haya
badala ya kupewa fidia ya pesa ndogo ndogo, wapewe fidia ya nyumba mbadala, wakakae katika mazingira mazuri. Ndugu zangu, nadhani ya kuzungumza kuhusu maendeleo yako mengi, tutaendelea kuzungumza, tutaendelea kutekeleza, lakini ahadi yangu kwenu ni kwamba ifikapo mwaka 2030 Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, tunataka ahadi zetu zote ndani ya ilani yetu tuzitimize, ili kufika 30 basi uchaguzi wetu uwe mwepesi kama ilivyokuwa mwaka 2025. Ndugu zangu, eneo la tano ambalo ningependa leo tukumbushane ni swala la maadili katika chama chetu. Tuna tatizo la maadili, lakini bahati mbaya sana tunaviziana wakati wa uchaguzi. Inapokuja watu kuomba nafasi za uongozi, ndipo pale ambapo tunasema huyu ana kasoro. Wakati ule ni vigumu kuaminika wanaosema hivyo, kwa sababu inaonekana kama vile tunatiliana fitina kwa sababu ya uchaguzi. Kama kuna tatizo la maadili, tulishughulikie mapema. Ngazi zote katika chama zina kamati za maadili, lakini hazifanyi kazi kamati hizo. Tuhakikishe kila kamati ya maadili kwa kila ngazi inafanya kazi yake. Wenye matatizo ya maadili tuwatambue mapema, tuwachukulie hatua za kikanuni, za kikatiba mapema. Maana kuna karipio, kuna onyo kali, watu hawapewi, lakini wanasubiriwa wakati wa uchaguzi. Maadili mkoa, hakikisheni mnasimamia ngazi za chini, wilaya, wadi, majimbo, matawi. Kamati zikae zifanye kazi, tusingoje kipindi cha uchaguzi. Kama tunavyotambua mwaka 2027 mwakani tu tuna uchaguzi katika chama. Sasa yasije yakazuka mambo ya maadili wakati huo. Leo wenye matatizo ya maadili waanze kuchukuliwa hatua za kikatiba. Mpaka ikifika wakati ule mtu anagombea, mnatuonyesha huyu aliwahi kuchukuliwa hatua, tunajua sio fitina kweli, taratibu ulifuatwa, akapewa onyo. Na mtu akipewa onyo kali, kwa mfano haruhusiwi kugombea kwa muda fulani, hiyo peke yake inamuondolea sifa za kugombea nafasi anayotaka kugombea. Lakini siwe wakati ule ndio tunaanza kusema. Maadili ni kitu muhimu katika chama chetu. Kwa hivyo hili napenda nilisisitize, tufufue kamati zetu za maadili zifanye kazi zake, tusisubiriane dakika za mwisho. CCM oye! Ndugu zangu, napenda kumalizia maneno yangu kwa jambo moja la mwisho, nalo ni jambo la kikatiba, kwamba serikali yetu kikatiba inatakiwa iwe ni serikali ya umoja wa kitaifa. Baada ya kukamilisha uchaguzi, tunatakiwa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, na hii ni kikatiba, si swala la maamuzi ya mtu yoyote. Kwa hivyo tuliwaomba wenzetu walete majina moja la makamu wa kwanza wa rais na majina manne kwa nafasi za uwaziri. Kwa bahati mbaya sana walisema kwamba wana malalamiko katika uchaguzi, kwa hiyo hawatoleta mpaka tuzungumze na tutatue changamoto hizi. Katika kutaka kuleta amani katika nchi yetu, umoja na mshikamano wa watu tuliokuwa nao, sisi Chama cha Mapinduzi tukawaambia tuko tayari kwa mazungumzo haya. Tutaunda kamati ya watu wachache, upande wetu na upande wao, tupitie hoja zote zitakazoorodheshwa ili tuje na maamuzi na ukumbuzi wa matatizo hayo, ili tuiache nchi yetu katika amani na umoja na mshikamano. Lakini nataka nikuhakikishieni ndugu zangu, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, jambo la kwanza tutakaloweka mbele ni maslahi ya nchi, lakini tutaweka mbele maslahi ya chama chetu katika mazungumzo. Tuna kila sababu ya kujivunia umoja na mshikamano na amani iliyopo katika nchi yetu, tuiendeleze kwa mazungumzo. Tuko tayari kuzungumza, lakini hatuko tayari kuburuzwa
Tuzungumze maslahi ya nchi yetu, tutayaweka mbele, lakini kuna mambo ya msingi ambayo lazima tutayazingatia. Tunachokuombeni mtupe imani yenu, na tunataka kukuhakikishieni kamati yetu itafanya kazi kwa weledi, huku ikiweka mbele maslahi ya nchi yetu na chama chetu cha Mapinduzi. Mwisho kabisa, nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena nikushukuruni sana kwa kuacha majukumu yenu mbalimbali kuja hapa katika mkutano wetu huu. Na niseme labda pale mwanzo nilipoanza sikusema kwamba kwa nini mkutano wetu huu wa kushukuru umechelewa kiasi hiki, maana toka baada ya uchaguzi sasa ni miezi 6. Umechelewa kwa sababu tusingeweza kupongezana na kufanya mikutano ya shukrani wakati wa matatizo yaliyotokea upande wa Tanzania bara. Ilibidi tusubiri hali ikae sawa, na alhamdulillah sasa hivi amani imerudi ya kutosha. Kwa hivyo ndio maana nimeona sasa wakati mwafaka kuja kutoa shukrani na kutoa pongezi kwa kazi kubwa tuliyoifanya katika kipindi kile. Kwa hivyo asanteni sana kwa uwepo wenu hapa, na mwisho kabisa nachukua fursa hii kushukuru uongozi wa mkoa na wote waliofanikisha mkutano huu kama hivi ulivyofanikiwa, na mimi na mke wangu tunatoa shukrani kwa zawadi ambayo mmetupatia.